kwenye kichwa chako. Yesu, ubavuni mwako Bwana ukachomwa na mkuki, damu zikakumwagika. Yesu, lakini yote ulikuwa unatafuta nafsi yangu, ulikuwa unatafuta nafsi ya baba huyu, ulikuwa unatafuta nafsi ya mama huyu. Tusamehewe, tukombolewe, tuwekwe huru. Tunaomba rehema zako. Hiyo damu yako ya Pasaka iliyomwagika msalabani itutakase, ituoshe, itusafishe. Tutakase Bwana, takasa mioyo yetu, takasa nafsi zetu, takasa roho zetu. Tuoshe kwa damu yako, tuoshe kwa damu yako, tuoshe kwa damu yako. Damu yako e Bwana, damu yako e Bwana, damu yako e Bwana, damu yako e Bwana, kwa jina la Yesu. Tusafishe Bwana, takasa kazi zetu, takasa familia zetu, takasa biashara zetu, takasa e Bwana, takasa e Bwana, madhabahu yako takasa, mali hapa takasa, angala mali hapa Bwana Yesu. Damu yako ya Pasaka ikatakase ardhi na mipaka mali hapa, malango ya mali hapa Bwana. Damu yako ya Pasaka ikatakase kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wanadetalia hai. Damu yako e Bwana, 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 kwenye kipindi cha neno. Damu yako ya Pasaka, damu yako ya Pasaka, damu yako ya Pasaka, damu yako ya Pasaka, damu yako ya Pasaka. Yesu, ninakukaribisha tena Yesu katikati yetu, utembee nasi, utembee nasi. Ufalme wako Bwana uje katikati yetu. Neno lako linasema mwambapo semeni ya kwamba Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Nasi Bwana tumekusanyika, tumekusanyika, tumekusanyika Bwana, tumefuata neno lako. Unasema wakusanyikapo wawili watatu nipo katikati yao. E Bwana, ufalme wako uje katikati yetu, katikati yetu, katikati yetu, katikati yetu. Omba kwa ajili ya neno mtumishi wa Mungu. Mwambie Bwana, ninaomba kile kitu cha kwangu ulichoandaa tena kwa ajili ya siku ya leo, ulichoandaa tena kwa ajili ya kunivusha, ulichoandaa tena kwa ajili ya kunisogeza mbele, ili kusudi unapokisikia tusishie tu kukisikia, tukitende pia na kazi. Mwambie Bwana, nisaidie, isiwe bure kuwahi kuja asubuhi mahali hapa, isiwe bure kuacha kitanda kuja asubuhi mahali hapa. Ninaomba unifundishe, Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, unayetufundisha yote, hata yale yaliyo sirini, unayetufunulia yale ambayo Bwana hatukuyajua, lakini unayaweka wazi mbele yetu, nasi Bwana tunapata kuyajua. Tufundishe tena asubuhi ya leo, tufundishe tena watoto wako, tuelekeze tena Bwana, hata tunapoingia kwenye kipindi cha maombi. Neema yako na nguvu zako na uwepo wako e Bwana uwe katikati yetu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wanadetalia hai. Asante Simba wa kabila la Yuda, soko Bwana uwe pamoja nasi, kwa jina la Yesu nikiomba na kushukuru. Asante Bwana, usituache katika jina la Yesu Kristo. Asante. Asante. Asante Bwana Yesu Kristo. Unaweza Bwana, unaweza Bwana wetu, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza kutukomboa, unaweza kutuvusha, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Bwana.
kwetu yeye mwema, yu 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 mwema, Yesu yu mwema, 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 yu mwema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Watumishi wa Mungu, kwa kuwa tunaendelea na maombi ya toba kwa ajili ya asili na kwa ajili ya miungu inayoshikilia maisha yetu, muda huu na wakati huu mtumishi wa Mungu anapojiandaa kusimama, tuendelee na maombi kuomba kwa ajili ya toba, kwa ajili ya asili. Wewe unajua ni mahali gani unapita, unajua ni vitu gani vilivyo kwenye ukoo wako, unajua ni vitu gani vinavyokuzinga kwa upesi, unajua ni vitu gani ambavyo vinakusababisha kuna wakati hata unaacha safari, kuna wakati hata usikii kuendelea na Yesu kwa sababu ya vile unavyokutana navyo, kwa sababu ya vita unazokutana nazo, kwa sababu ya yale yaliyojazana kwenye ukoo wako ambayo yanasimama kama kizuizi cha kukuzuia wewe kuendelea mbele. Bwana asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Basi muda huu na wakati huu twende tukamwambie Bwana kwa ajili ya toba, kwamba Bwana Yesu tunaomba rehema zako. Bwana Yesu tunaomba utusamehe. Omba kwa kadiri ya vile Mungu anavyokusaidia, omba kwa kadiri ya vile unavyoona kwenye ukoo wako jinsi kulivyo. Omba. Baba aliongea neno moja akasema kuna wengine tutaishia kuwaona wengine wanatembelea magari. Yawezekana kuna mwingine upo hapa unaona tu kwamba una gari, lakini kila unapoamka haoni kama una gari. Lakini ni nini? Zile asili zinazotushikilia zimebana mpaka baraka zetu, zimebana mpaka ndoa, zimebana mpaka mafanikio yetu. Hakuna kitu tunaona kinaendelea, lakini haya yote ni kwa sababu ya ile miungu ambayo inashikilia maisha yetu. Nenda mbele za Mungu, mtumishi wa Bwana, nenda tukamlilie Mungu kwa pamoja, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wanaletalia hai. Bwana Yesu, tunazidi tena kusogea mbele za uso wako katikati ya muda na wakati wewe Bwana, tunazidi kusogea kwako, tunazidi kusogea Bwana katika kiti chako kwa damu ya Yesu, katika kiti chako cha neema tunasogea kwako Bwana. Tunaomba rehema Bwana, tunaomba toba Bwana kwa ajili ya asili zinazotushikilia, zimeshikilia maisha yetu, zimeshikilia akili zetu, zimeshikilia muda wetu Bwana. Kuna wakati mwingine hatuelewi wala hatujui muda na majira haya tunatakiwa kuwa wapi na tunatakiwa kufanya nini, kwa sababu Bwana miungu ya baba zetu imetushikilia. Tumekuja kwako Bwana, neno lako linasema baba zenu walitenda dhambi hata wako, nanyi mmechukua maovu yao. Tumechukua maovu ya baba zetu, tumechukua maovu ya baba zetu. Waliabudu miungu mingine Bwana, waliabudu sanamu Bwana, nawe ukapatiliza maovu yao juu yetu. Tunatuwe Bwana, tunaomba rehema, mfalme amani, tutakase Bwana Yesu, tutakase jemedari wa vita. Ninatuwe Bwana kwa ajili ya asili zinazotufuatilia, 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 asili za zinaa, asili za ulevi, asili za umasikini, asili za vifuli, asili za dharau. Yesu tuhurumie, Yesu tuhurumie. Asili za magonjwa ya kurithi kwa damu ya Yesu tunazikataa Bwana. Pata nafasi katika maisha yetu, kwa Yesu, tuondolee kwa damu ya Yesu, tutakase Bwana, tutakase Yesu, tutakase watoto, tutakase Bwana Yesu, tutakase kwa damu yako, tutakase Bwana kwa damu yako, tutakase mwema kwa damu yako, tutakase Bwana kwa damu yako. Tunaomba toba Yesu, tunaomba toba Yesu, tunaomba
lililoshikilia fikra zetu, lililoshikilia ufahamu wetu, lililoshikilia nafsi zetu, lililoshikilia mioyo yetu. Samehe Bwana, samehe Bwana, samehe Bwana, samehe Bwana. Damu yako ya Pasaka, 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 damu yako itutakase, damu yako ituoshe, damu yako ya Bwana, damu yako ya Bwana, kwa jina la Yesu. Tuhurumie watoto wako Bwana Yesu. Tuhurumie watoto wako Bwana Yesu. Tuhurumie kanisa lako Bwana Yesu. Tuhurumie, tunaomba rehema zako Bwana Yesu. Tuhurumie, tunaomba rehema zako, Simba wa kabila la Yuda. Tunaomba rehema zako Bwana. Tunaomba rehema zako Bwana. Tunaomba rehema zako Bwana. Tunaomba rehema zako Bwana. Tunaomba zako Bwana. Tunaomba rehema zako Bwana, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wanaletalia hai. Sinyamaze kwa ajili ya maisha yetu Bwana. Yes. Sinyamaze kwa ajili yetu, Simba wa kabila la Yuda. Ndio Bwana. Kwa jina la Yesu Na kwa damu ya Yesu. Kwa damu. Katika jina la Yesu. Tuhudumie sana kusudi lako. Tuhudumie sana haja ya mioyo yetu. Tunakukaribisha. Kiti chako cha rehema na kitazama magoti napiga pale nisamehewe. Kiti chako, kiti chako cha rehema na kitazama magoti napiga pale nisamehewe. Ita Yesu, Yesu, Yesu. E Bwana, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Umfariji, umfariji peke yako, sina mbinguni wala duniani kote. Bwana mwingine. Ita Yesu, Yesu, Yesu. Unisikie unapozuru wengine, usinipite. Umfariji, umfariji peke yako, sina mbinguni wala duniani kote. Bwana
Yesu, Yesu, unisikie unapozuru wengi ile usinipite. Mpe Yesu makofi. Basi naomba upate nafasi yako, keti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naongea na watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu mpe Yesu tena makofi. Wangapi walipata nafasi ya kuamka saa 9? Walipata na okay, watu wameongezeka. Hebu nyosha tena mkono uliyepata nafasi ya kuamka saa 9. Amen. Pigia Yesu makofi aliyekupa nafasi hiyo. Kuna mtu anaweza akatupa ushuhuda kidogo tu, hata maneno mawili, tanga ameanza kuamka, kama ameona kuna kitu chochote au mabadiliko yoyote? Amna. Amen. Chukua maiki toni. Bwana asifiwe. Mimi namshukuru sana Mungu kwa maombi ile wiki tuliyofululiza kuomba maombi haya. Bwana kanifunia katika ndoto. Nikaona nyoka wawili. Wale nyoka wawili wembamba. Nikawapiga vichwa. Wakafa. Halafu nikaona nimetokea baba mmoja hivi, mrefu, mweusi. Yule baba sijui jini, sijui nini, sielewi. Akatanua mdomo wake. Hasa ule mdomo wake umejaa damu tupu. Yaani Mungu anaishi katika Mungu wa roho, yaani mpaka ndani ni damu, ametanua yuko hivi. Damu tupu kwenye mdomo. Basi nikasema nini, nikaomba akayeyuka. Bwana asifiwe. Amen. Makofi mengi. Kuna mwingine aliyeona mabadiliko tanga ameanza kuomba saa 9? Anake kama hakuna mabadiliko tuache. Kuna mwingine anaweza katupa ushuhuda wa mabadiliko. Naziona hatua. Kwa sababu unajua kuna watu wengi hawajui hatua zinabadilikeje. Na jana nikakwambia usipokuwa na muda wa kusikiliza sauti ya Mungu kwenye maombi yako, huji kubadilika. Nikamwambia kuna watu ambao akiingia kuomba, anaomba tu. Anaweza kafunga hata siku 3, anaomba tu. Ana nguvu ya kuomba tu, lakini hana muda wa kusikiliza sauti ya Mungu. Sijui kama mnaelewa jana. Yaani ukiomba mimi naaminiki. Mimi nikiomba sana, kama sijasikiliza sauti ya Mungu, sijapata kusikia kitu chochote kutoka ndani, najua nimepayuka. Hiyo nataka nikwambie. Na hauwezi kubadilika hatua kama huwezi kusikia. Kwa sababu unapoomba kwa lugha nyepesi hauko peke yako. Yuko naye muomba na kusikiliza. Sisi kama mnanielewa. Yaani tukisema tuombe, maana yake kuna mtu anataka tumwambie kitu. Okay, mtoto anakuja anasema mama, naomba sadaka. Unaambia sina. Kamuombe babako. Haujawahi sikia hicho namna hiyo? Haya. Mtoto anapoenda kwa baba, hawezi kuwa anasema tu baba naomba. Yule baba hasikii. Swala la maombi ni kati ya muombaji na muombwa.
mtu ambaye hajamtoka kambia hata tu kwako mama, mtoto anasema mama naomba sadaka, kimya. Naomba sadaka, kimya. Naomba sadaka, kimya. Naomba sadaka, kimya. Mtoto akija kuomba kitu kwako, mama naomba hela ya labda ya maandazi, labda hela ya kitafunio, lazima asikilize unamjibu nini. Hakuna mtoto anaweza kaomba andazi, akaomba hela ya andazi alafu asisikie sauti ya muomba, ya anayeombwa. Sasa watu wengi wana uwezo wa kwenda kuomba, lakini hawana muda wa kusikiliza yule waliyomwomba anasema nini. Ndio maana nakwambia kama umeanza kuamka saa 9, hakuna mtu ambaye ameamka saa 9 amezaminiwa kuomba hajawahi jibiwa. Hata kama hajajibiwa, yani lazima asikie sauti. Huwezi kusikia Mungu anachokisema ujue unapayuka. Biblia inazungumza wazi kwamba kuna watu wanasimama wanapayuka kwenye maombi. Maombi ya kupayuka ni maombi ambayo una uhakika unayemwomba atakusikia. Mbona mmenuna? Bwana asifiwe. Siko kwenye maswali, mimi niliwapa nafasi, mmenyamaza. Bwana asifiwe. Mimi nimewapa nafasi kwamba nani ameona mabadiliko. Imeonekana hamna mtu, ni mama huyo tu. Nasema tulipofuruza wiki iliyopita tulivyoanza kuomba yale maombi, jambo la kwanza Mungu akanifunulia kwa nilikuwa na nyoka wawili wako mbele yangu. Bwana akanipa neema ya kuomba wale nyoka, nikawatandika wakauawa, lakini tena akainuka kama mtu. Umeelewa? Anashuhudia kwamba mwisho wa siku akawa kama anabadilika kama nyoka. Nikashughulika kwenye maombi, baadaye Mungu akanipa neema, nikapiga akaondoka. Maana tayari Mungu anaanza kumuonyesha. Unapoomba juu ya toba hii, labda unaomba ni toba ya asili, maagano ya baba yako yalifanywa kwenye milima, labda kwenye agano liko kwenye nyoka. Watoto wa Yesu, Bwana asifiwe. Na ndio maana tunaweza tukaenda miaka na miaka, tunabadilisha system za kuomba, tunabadilisha mifumo ya kuomba, mara tufunge, mara tufanye nini, watu wako vile vile. Ibada ya asubuhi anatandika, jioni anaenda fellowship, baadaye anaenda kwenye kwaya. Mtu yule ni yule, hauwezi kuona changes zozote. Akijaribu kubadilika, amebadilisha kununua nguo. Juaga huyu mtu haombagi, ana tabia kupayuka. Kupayuka usifikiri ni kupiga kelele naomba Yesu, usifikiri ndio kupayuka. Kupayuka ni mtu anayeomba maombi, hana uhakika na anayemwomba kama anamsikiliza. Ili nikipiga magoti hapa nikaamini hapa Mungu ananisikia. Na ndio maana nawaambiaga tukiingia kuomba kwa ndani, mtu akigundua hapa nasema na Mungu, hivi kama ukigundua nasema na Mungu, unafikiri unaweza kukumbuka kwamba natakiwa nikauze nyanya? Unajua kabisa niko mbele za Mungu hapa, hizi dakika Mungu anasema na mimi. Na ndio maana kuta watu wako juu tutamwaga, watu hawajajifunza kutengeneza connection na Mungu. Na ndio maana wanakurupuka wakati mwingine, kumbe Mungu anataka sema kwa ajili ya biashara unayoenda kufanya. Tutakuwa watumwa watu mpaka tutaitika bei. Vinginevyo tubadilishe system ya kujua namna ya kuomba. Na ndio maana unafikiri kwa nini tangu tumeendelea na maombi ya toba hakuna kitu tunachokiona? Mtu yeyote akiingia kwenye maombi ya toba ya ndani, lazima Mungu aanze kusema vitu kwake. Bwana asifiwe. Mimi mbona niliwaambia siku ile tu ya kwanza tunaingia kwenye maombi, tulikuwa na kina nani hapa ile saa 9, tulikuwa na madani nadhani. Nimeenda tu kuomba hapo, Mungu akaanza kunipa maelekezo namna ya kwenda na kanisa. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Na hakuna siku hizi zote tulizofuruliza ambazo hakuna kitu nilichokipata kipya. Kila siku nikipata nafasi nasikia Mungu ananiambia cha kufanya. Hata kama sijakisema hapa, utakuta tu hata kwenye daftari langu huku, utakuta tu manotisi yanazidi kuongezeka. Manotisi yanazidi. Kwa mfano kama sasa nikaa hapo na nikawa na tafakari, mbona sijasikia kitu leo? Huyu anaenda na ibada huko toka saa 9 nimeamka, mbona sijasikia kitu? Nasikia kama hali fulani sijawa sawa. Je, nimepayuka au nimeomba? Unapoingia kwenye maombi yote, ndio maana kwa
niliwaambia ukiingia kwenye maombi ya toba, hivi umeingia kwenye toba, unaomba nani akusaidie? Si unaomba Mungu. Ni lazima ujue Mungu ameanza kukuvusha na kukusamehe. Unakuta mtu ametoka kwenye maombi ya toba. Niliwaambia tumeingia kwenye sadaka hii, msipokaa chonjo watu watapotea ibadani. Kwa sababu kama Mungu toka siku ile tumefanya maombi, umeona watu wamekuja ibadani? Hamjaona ibada watu wamepotea? Na niliwatahadharisha mapema kabisa. Jueni mnapoingia kushughulikia miungu inakasirika. Hakuna mtu aliyezoea kukaa mahali akataka kutoka. Nikawapa mfano tu kwamba siku ile Yesu ameenda kwa yule kichaa aliyekuwa na kama kaburini. Alipomwona akasema, mbona umekuja wakati kututesa, wakati ambao ulikuwa bado? Hivi sio maonezi haya? Utuondoe tu sisi. Yesu hajawaambia ondoka. Kwa nini? Mwanga tulipoonekana yakajua tumekutana na mtu ambaye, kumbuka mtu alikuwa anafungwa na minyororo anakata. Anafungwa na kama anakata. Wakakuta minyororo inaanza kukata mikono yake. Haleluya, haleluya. Nataka unielewe. Haleluya, haleluya. Kaa kwenye ibada. Haleluya, haleluya. Unaona kitu hicho? Yesu anaonekana tu, hajaihukumu inalalamika. Hivi nyamuoni anavyokasirika humu ndani. Mengine yanasema hivi, wewe pepo nakwambia hatuondoki, tutakunyonga tu. Unafikiri nimependa kutoka? Wewe jiangalie ulivyo mzuri. Unaweza kujua na lenyewe liko mume. Lenyewe linataka kutoka kwa mtu mzuri. Si mnajiremba wadada, unakosa sasa mimi ni mzuri sana. Kwa lenyewe pepo ndo linataka wabaya. Mwisho wa siku, kabla Yesu hajasema ameenye ni nani, yakaanza kujieleza, sisi ni jeshi. Fikiria mtu yuko hivi lakini anakaa na majeshi ndani. Baadaye anasema usitumalize, turuhusu tuende kwenye nguruwe. Haleluya. Amen. Jamani haleluya. Amen. Jamani haleluya. Amen. Kwa nataka nikwambie, nina nia njema tu. Na ndio maana mimi kama Mungu amenipa kitu, sijaligi watu wanatazameje, hata kama atabaki na mtu anayenisikiliza. Sasa nimeshakuwa mkongwe kwenye huduma hii. Nimeshakuwa mkongwe. Kuna watu wanaoifahamu huduma ya mchungaji akihama. Hivi anayefahamu huduma ya mchungaji akihama, unafikiri namsaidia sana? Atakuwa kama yule mtoto tu ambaye alishindwa kabisa, anaokota masalia. Na siku hizi nina furaha sana kwa sababu hata nikiwa na watu wachache hapa wanaosikiliza kwenye mtandao, unakuta watu wamekufuatilia 100 na kitu. Hivi ni wachache hao. Bwana asifiwe. Si mnaona siku hizi kila wakati nasoma sadaka za wageni pale, nafikiri zinatoka wapi? Sisi tunaweza tukasalimu tukawa na sadaka ndogo, lakini utakuta wageni 100,000. Lakini ngapi? Hamuoni nazisoma pale Jumapili? Mnafikiri zinatoka? Sikiliza, kuna siku tunahitaji tuanze kuhubiri hata bila mtu. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mahubiri mengine mnaonaga nimehubiri mle watoto wamechukua. Siwagi na mtu, naambia tu njoo mchukue, kuna kitu nafundisha. Nakifundisha na kitupa kule. Wananchi wangu wananchi wangu kule wanafurahia, wana comment, wanashukuru Yesu. Haleluya. Amen. Jamani haleluya. Hata hiki ninachofundisha hapa kuna watu wanakifuatilia kwa ukaribu hata usipofundisha. Tena sio watu wadogo tu. Sio watu wadogo tu. Wakati mwingine unakuja unafuatiliwa na mwenzako anakuambia kile kitu ulichofundisha kimenisaidia sana. Kuna watu huwa watakagi kusikiliza injili za wenzao wamehubirije, anataka watu wao nasikiliza kwa kitu. No. Huwezi kukua.
Bwana asifiwe. Yaani mimi nikihubiri hapa nakimbilia na mimi kusikiliza live za watu wengine. Kama sijasikiliza live nitasikiliza yaliyopita waliofundisha. Unaimarika. Hakuna sehemu mwanafunzi wa Kristo hapa. Sema amen katika jina la Yesu. Kwa ili uweze kuvuka kwenye maombi yoyote, kitu chochote unachoomba, cha kwanza uwe na imani ya kuwa unayemwomba yupo. Kama unayemwomba huna imani yupo, acha, ni dhambi. Hawajanielewa. Biblia inasema kila tendo mnalofanya lisipofanywa kwa imani ni dhambi. Yaani unapoingia tu kupiga magoti, tuombe, Baba katika jina la Yesu niko madhabahuni kwako, na huamini Mungu yuko hapa na kusikiliza, ni dhambi. Mzee Kasevere, mbona umeshituka sana? Nakwambia ukweli. Yaani unapoenda tu kwamba ngoja niombe, usipoamini yupo Mungu pale na kusikiliza. Na ndio maana watu wengi wanaondoka penye maombi. Kwa nini? Hawamwagi Mungu. Kama unajua ulikuwa na Mungu anakusikiliza, lazima ujue amemaliza yeye kusema ndio nyanyuke. Haye, nasema hivi, kama umepiga magoti unaamini pale Mungu yupo anakusikiliza, utaondokaje kwa kusikiliza sauti ya biashara yako? Na ndio maana kuna watu anaondoka kwenye maombi alikuwa amepiga magoti na Mungu anamsikiliza, alafu anamwacha Mungu hapa hapa, wateja wananisubiri. Hivi wewe una akili wewe? Unamwacha Mungu aliye hai, unakimbilia kwenye biashara ambaye ndiye ameshika hatima ya biashara yako. Unategemea utasonga mbele? Ndio toka watoto wa kwanza, mimba ya kwanza, unakakibanda hako hakabadiliki mpaka umepewa na jina Musa Mkindu, mama Ukindu. Kuna watu wana majina maarufu, walijua kutengeneza majina yao. Na tuna majina mengi. Hivi mnafahamu Iyunga ilitokana nini? Mnajua Iyunga maana yake? Ikuti mnajua maana yake? Mnajua jina la Ikuti lilitoka wapi? Watu wanafikiri imetokea hapa. Imetoka mbali. Na ndio maana niliuliza, hata mnapofuatilia, tunaposema fuatilia asili ya mahali ulikozaliwa, ufuatilia hata jina la mahali ulikozaliwa. Kwa mfano mimi nimezaliwa kijiji cha Masoko. Bwana asifiwe. Cha Umalilo. Lakini historia yake kuna jina la kwanza kabla ya hilo la Masoko. Ila Masoko ni mtu tu alitoka huko Tukuyu. Alienda kufanya maisha yake huko, akalipenda jina, asijue Masoko inaitwaje. Kalibeba. Masoko ina majina mengi sana. Ukienda Tukuyu kuna Masoko, ukienda Umalila kuna Masoko, ukienda unapoenda Ireje huko, Iwiji huko kuna Masoko, ukienda Mbozi huko kuna Masoko, sijajua zingine. Lakini ukianza kufuatilia unakuta kila lile jina kuna mtu alitoka nalo kaja kalipachika. Na mimi nilijiuliza sana, kwa nini kuna mzee mmoja alikuwa anamuita Masoko na aliyeleta jina? Na wanakuambia lilianza pale ng'ambo. Kulisha kwa maameni kabisa ni makaburi, wanasema kule ng'ambo ndio lilikoanzia hili jina. Alikaa pale yule mzee aliyekuja nalo. Sasa zinapokuja vijiji kukawa yeye ni mtu maarufu, anasikika na nini. So unaona saa hizi pale ukisema natoka Bethlehem wanafahamu. Alikwenda mchungaji Mwakabenga wanafahamu. Paka useme Mama John. Si ndio? Ukisema Mama John mtu anaelewa haraka. Kumbe Bethlehem iko wapi? Mama John. Kwa nini? Mama John palikuwa na mtu maarufu aliyekuwa anauza pombe, kilikuwa kilabu. Haleluya. Na ndio maana kuna watu wanakataa majina fulani. Wanakataa majina fulani. Wanakataa. Na kuna mahali mnaweza mkajenga madhabahu ikawasumbua. Kwa mfano nilianzaga kazi kwa kina huyu kijana hapa nani Baraka. Mimi ndo niko anzia nyumbani kwao kazi. Lakini fuatilia historia ya mahali pale. Na palikuwa pasumbufu sana. Bwana asifiwe. Na ndio maana unaweza usipoenda mahali, unaweza ukawa unagomana na mchungaji, kumbe mchungaji ameona macho ya jambo lililoko pendo ambalo wewe hujawahi liona miaka. Asiye Mungu amempa neema ya kuona.
Maadui waliorisishwa vile viti katika ulimwengu. Unajua kuna watu wanarisishwa mali alafu hao hawajui kama wamerisishwa. Wanaanza kufanya vita na mtumishi. Wewe unashabikia haraka, utapigwa bila kujua. Bwana asifiwe. Amen. Na kuja kupata picha. Na ndio maana nawaambieni, kikiondolewa kile kitu kilichokuwa kimeshikilia ile madhabahu, hata kanisa linabadilika vya. Wale watu mahali walipojenga kanisa ambapo ndio ushirika yani, palikuwa na ugomvi na mivutano. Lile eneo lilikuwa halina kanisa kabisa, kilikuwa ni kilabu. Umenielewa? Kilabu cha pombe. Sio unasema kilabu labda cha nini? Kilabu cha pombe ambapo kanisa ndio limejengwa. Kulikuwa na vijiji maarufu. Kilicho cha Wandali. Unajua ili kanisa mtu anaweza, kilikuwa ni kijiji cha Wandali tu. Alafu kulikuwa na kijiji maarufu kilikuwa kimechanganyikana na Wanyamanga na Wanyiha. Sasa hicho kijiji kilikuwa kimechanganyikana na Wandali na Wanyiha, Wanyamanga na Wanyiha. Wanyamanga ndio walioleta kanisa pale. Kutoka huko Mbozi Mission ndio walienda pale, tuma mwinjilisti pale, akaenda pale akajenga na nini na nini. Na tukienda kwenye mahali walipofikia pana makaburi ya ule ukoo kwenye ile kanisa. Sasa tayari ushirika unatakiwa kuweko. Wakule wanavuta, wa huku wanavuta. Sasa ulikuwepo vijana machachari ambaye naweza kumsema tu mchungaji Nzunda yule Samson ndiye aliyesababisha kanisa lijengwe pale. Wakiwa vijana, huyu mchungaji Samson Nzunda wa Arusha ameshastaafu sasa, alikuwa makamu mwenyekiti. Ndiye aliyechochea kanisa lijengwe pale. Yeye akapiga hesabu. Yeye alikuwa pembeni kabisa, mwanzoni kabisa mwa Vwawa. Yaani unapotoka tu Vwawa, unaiacha Vwawa ndio unaingia kwenye kijiji chao. Yeye akasema no, hatuwezi kujenga Yenga wala Samba tu kule. Kwa nini? Twende tutafute eneo la katikati. Wakaenda serikalini. Wakaambia wale wa kilabu wana eneo lile pale, wana hati miliki ya kulisi pale. Mbona kilabu chenyewe kilewe kitupe pale, tunataka tujenge kanisa na tunapewa ushirika. Serikali sema chukua. Akiwepo mwenyekiti mmoja akasema hapo nyewe mnajenga tunaanaliwa hapa. Hapo ni pa kanisa. Mwingine anaweza kusema kwa nini palipewa kilabu mahali palipo kanisa? Hapa kwa miliki yao. Dawa ni ndogo tu, ni kubomoa madhabahu iliyokuwepo pale na kujenga madhabahu ya Mungu. Kwani Gideon anapojenga madhabahu alienda nje, alienda kwenye madhabahu ile ya babake, ndipo palipovunjwa ikainuliwa madhabahu ya Mungu. Sasa angalia, walipata eneo hawakuvunja ile madhabahu. Wakristo walikuwa masikini mule kanisani. Hata walio na hela walikuwa masikini yani. Akifika kanisani anakuwa masikini, lakini akiwa nyumbani kwake ana hela. Ila akiingia tu kwenye eneo la kanisa na yeye anaonekana ni mtu masikini. Wewe umewahi sikia watu wanashindwa kumlipa mchungaji posho shilingi 18,000 kwa mwezi? Wakijitahidi wanamlipa 5,000. Nayo hawatoi kwenye sadaka, wanakopa. Mimi nafika pale, mchungaji amelipwa miezi 11 15,000. Katika miezi 11 hiyo 15,000, miezi miwili tu wa kwanza na wa pili ndio walipata mgao kutoka kwenye sadaka za kawaida. Lakini nyingine hii miezi hii 5,000 wanakopa kwenye hela za ujenzi walizokuwa wamekusanya kwenye harambee. Ndio wanachukua 5,000 mchungaji wanampa. Hawawezi kupata hela. Lakini hapo pana watu wanamiliki magari. Ndio maana nakwambia mtakija kanisani ghafla ile roho ya umaskini na mvaa hawezi kufanya kazi. Kuna watu wanamiliki vitu vikubwa. Kuna watu wana mashamba ya kahawa na uwezo kupata gunia 100 za kahawa, lakini anasali hapo. Kuna watu hapo anamiliki ng'ombe za maziwa 10 zote zinatoa maziwa. Akienda kwenye maziwa ana uwezo kupeleka lita 100 na kitu kwa mkamua mmoja. Na kipindi kile lita moja ilikuwa shilingi 50,000 na shilingi 500. Sasa fikiria mtu ana uwezo wa kupeleka lita 100 labda na 10, tuseme 100 asubuhi. Maana asubuhi tu akipeleka lita ana shilingi 50,000. Jioni akipeleka lita ana shilingi 50,000. Kwa siku anazalisha 100,000. Lakini anasali pale, hawezi kupata nguvu ya kutoa sadaka. Mungu mimi akanipa ufunuo.
Bwana asifiwe. Wa kusikitika, kwa nini watu wanaishi maisha kama haya? Nikaanza kumwomba Mungu. Sema amen katika jina la Yesu. Nikaanza kumwomba Mungu, ni nini hiki? Shirika 83 wilaya ya Mbozi unashika nafasi ya 81, 82 kwenye mapato. Katika shirika 80 wenyewe unakuwa wa pili kutoka mkia. Wakiwa watatu wanaona wamejitahidi kweli, wamevuka, wamevunja mwiko, na wao wamewakanyaga wawili kule juu. Bwana asifiwe. Naongea na watoto wa Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Angalia, sio kwamba wale watu walikuwa maskini. Eneo wanaloabudia lilianza na watu walio maskini kunywa vipombe vya kienyeji pale. Umeelewa? Ile ardhi ikawa inamiliki umaskini. Kinachotakiwa kuondolewa ni madhabahu iliyoko pale na ile miungu ya umaskini. Nikiwa kuomba, Mungu akaanza kunipa picha hivi. Ukiingia kutoka idara zote ili zifanye jambo lolote zilikuwa zinalimia kibarua. Mungu akaanza kunipa picha. Unaangalia wale walioko kwenye zile kwaya wanalimia vibarua, wao kwenye makazi zao wana vibarua wengi. Mwingine unakuta amepakia watu wamejaa kwenye trekta, anawapeleka shambani kwake. Lakini akija kwenye kwaya inamlazimisha kulima vibarua na yeye. Unaambia usipokuja basi uwezi kuwa mwanakupea 1 2 3. Yeye nyumbani kwake hajawahi lima kibarua na hajawahi shika jembe. Ila akija kanisani lazima kushika jembe kwa sababu kwaya imeweka masharti. Vikwaya vya masharti mvifuatilie sana. Masharti mengi, umaskini humo. Ukiona tukwaya tuna masharti sana, mtu akichelewa wapendwa 1500, akishinda 10000. Mwasikia kwaya zipo za namna hiyo? Kafuatilie kwaya za wenye hela, wanapatana muda, nenda utasikia wanaambia tutaimba saa 3 usiku, kwa sababu masaa yote yale wako kwenye kazi za serikali. Kwa watengane na mshahara kwa ajili ya kwaya. Kakute kwaya ambazo waimbaji wanacheza bao, anawahi ili kuwasongelesha wenzake. Pima kazi za wenzio, wengine ni walimu. Unamdai mwalimu atoke eti shuleni aje saa 9 kanisani, watoto washindwe kusoma kule. Kwaya sio na akili hizo. Fuatilieni, naongea na ninyi hata mnaonisikiliza kwenye mtandao. Zifuatilie kwaya ambazo zina masharti mengi na sheria nyingi. Asili yao ni watu maskini. Huwezi kukuta kwaya ya watu wenye hela ina umaskini, kwa sababu mtu ana hela anakuja na gari la milioni 600 kwenye kwaya. Utampimia shilingi 10,000 kwamba umechelewa? Sasa kupa tu. Kwa hiyo unajikuta ni ujinga tu. Mwenyewe yule atampimia mwenzake shilingi 10,000 ya nini? Wanajua kabisa akili zinajitambua, mwenzetu yuko kazini. Nawaambia kuna kwaya ambazo wanafanya zoezi kwa ajili ya mwenzao. Nakumbuka kuna kwaya moja pale Dar es Salaam, kiongozi wao alikuwa amehamishwa kazi, anafanya Iringa. Kila weekend analazimika kuwasha gari kutoka Iringa, akafanya zoezi la kwaya Jumamosi, waimbe ili na yeye kesha imba aongoze na maika. Anapenda kuimba kweli, lakini ni mtu mkubwa serikalini. Wenzao walipoona ule unyenyekevu, waliamua ile Jumamosi wao wanafanya mazoezi kuanzia saa 2, maana ndo anapata muda wa kufika, ili kesho ngarao na yeye imbe. Na wanampa jitihada ya kumpa hata kawimbo kamoja anzishe, anajisikia hata kiweka mle kwenye kagara na angalia alivyoanzisha jana, moyo na nimemtumikia. Njoo kwa hawa, yeye nani? Hana upendo. Yamejaa masharti. Zile ni vyama vile vya kukusanya hela ya chama cha tarehe 1. Kaangalia na chama kilichokusanya maskini sana. Wanaweka adhabu ya kuchelewa, wanaweka adhabu ya kushinda. Chama kikiwa na watu wenye hela hawanaga muda, kwa sababu hata wakuzulia kwenye chama hawapo. Wakati mwingine wanamwomba mtu wa kukusanya hela, kila mtu anatuma, hamna mtu wa kukusanya hela pale. Wa maskini wote wanakimbilia kunywa soda ya chama. Wangapi wananielewa? Nataka nikuonyeshe tu kijua huko kwenye milango ya miungu. Bwana asifiwe. Yeye ukiona watu wana masharti sana ya kuumizana kushikana sana kisheria, ujuage watu hawana kengele ya Roho Mtakatifu. Ni wapagani wote.
Kama uko kwenye kwaya yenye masharti sana, fuatilia. Asili ya kwaya zote zinazowekana watu masharti ya kuchelewa, ya kufanya nini, ni maskini. Watu walio na uchumi ulio imara huwa wanajadili pamoja, jamani tukutane saa ngapi? Ngasema jamani tukisema saa 11 mwenzenu natoka ofisini saa 12. Na foleni hizi na uhakika lazima nitakuwa nafika saa 2 tu. Vinginevyo mkipanga hapa kwa imenishinda. Watakuja wengine. Nenda kwaya nyingi za walio na hela, viongozi na waimbaji wana hela, hawafanyagi mazoezi saa 11. Hawafanyagi mazoezi saa 10. Kama unafikiri Mungu, hata hapa Mbeya kuna kwaya zilizo na zilizo na watu wenye hela wengi wamebadilisha. Hebu wewe fikiria. Kwaya inapanga mazoezi Jumanne, inapanga mazoezi Alhamisi, inapanga mazoezi Ijumaa, inapanga mazoezi Jumamosi, inapanga mazoezi mpaka Jumapili. Wanafanya ni nyimbo gani? Kwamba wana wimbo mpya hamna. Maana akili hawana, hata wakiimba wanasahau. Wameibiwa akili. Ukiakuta majitu yenye akili zilizotimamu yanafanya zoezi wimbo siku moja, wanaimba kesho ibadani. Na step zinakaa na watu wanachukua na video na tusimu tunanyanyuka. Kawakute maskini wakianza dole miso watapiga paka Jumamosi. Na bado wakifika unakuta na mwalimu anataka kufundisha hata ibadani. Kwaya za maskini. Ukitaka kujua kwaya ni maskini, angalia mwalimu anafundisha paka ibadani. Wamefanya mazoezi siku 3. Baada wakikaa madhabahuni napa anataka wafundishe. Unakuta mwalimu amekunja ndita ibadani. Mchungaji na muangalia tunaambia pole maskini. Ile dalili ya umaskini, ni dalili ya kwamba watu wanaishi na miungu. Miungu haishikagi akili za kawaida. Na ndio maana watu wakiwa na miungu, elimu hamna, maarifa hamna, watoto ni kuferi tu, watoto ni kusoma shule zisizoeleweka, maana ufunuo haupo. Yaani baba wako alishikiliwa na miungu, ukashindwa kusoma. Na wewe unashikiliwa na miungu, unataka watoto wako wasome shule zile zile. Na akili ukimuuliza anasema sina hela. Na kweli una. Lakini badilisha. Mbona mtoto alipoenda chuo kikuu lilipa ada? Mbona alipoenda mbona ulilipa? Kwa nini ulishindwa kulipa huko shule za chini huko? Ulikuwa na uwezo tu, akili una. Miungu inakwambia uwezi. Tukisema ikateni miungu, hamtaki. Miungu mibaya yenyewe. Bwana asifiwe. Nataka nikupe picha. Tukaenda na ile madhabahu yao jamaa. Sasa ndipo Mungu ananiambia, akaanza kunipa mfano wa mzee mmoja pale. Alikuwa ni mfanyakazi. Umeelewa? Alikuwa na trekta. Sio hivi trekta vya bei ndogo, yale matrekta ya bei yale. Umeelewa? Alikuwa na Toyota Hilux mpya anayotembelea. Sawa? Alikuwa na pikipiki. Alikuwa na mashine huko za kusaga sio na nini. Lakini anaimba kwaya. Yeye alikuwa mwalimu, mke wake alikuwa mwalimu. Wakifika kwenye kwaya, hata yule mwalimu aliyeko kazini alibaki shuleni, wanamlipisha kwa nini ukuja kulima kibarua. Yaani yeye angeacha watoto shuleni. Saa 8 ile wanaenda kulima kibarua na yao ndo kafunge aende kulima kibarua. Kwa hiyo wakaamua kubadilisha vibarua, wao wanalima Jumamosi ili wamkamate vizuri. Bwana asifiwe. Mungu akaanza kunipa hiyo picha. Nikamuuliza mzee, kwa nini unaenda kulima vibarua? Akisema nasema nini baba? Hivi nyumbani kwako nalima? Sema mimi nalimaga vibarua shuleni kanisani tu. Nyumbani kwangu nianze kulima, Mungu amenibariki nalimeje. Ukiwaambia jamani nitoe hela, hakuna. Lazima uonekane. Bwana angalia hela na angalia mwili uliokuja. Maskini hao, sema hao ni maskini tu. Nikapata hiyo picha. Nikaenda kwaya nyingine nakuta hivyo. Kwaya nyingine, kwaya zote zina aziri kwa sababu ni walishaamua wako jirani na mji wao jirani tu. Wanaishi kwa vibaru. Wakitaka uniform vibaru. Wakitaka hiki vibaru. Sawa. Mungu sasa unanisaidiaje? Mungu akanipa picha. Nikaanza kujua
shida iko wapi? Nikagundua iko kwenye baraza. Na kwa nini baraza? Baraza limefungwa. Na baraza limefungwa lina watu wanaosimamia ile madhabahu ya kwanza wako kwenye baraza. Amen. Jamani, amen. Mungu akanipa picha kisa, ukitaka uanze kuwaona kwa nini hawawezi kuendesha vikao kwa kuiangalia madhabahu, wanaigeukia. Mara ya kwanza walikuwa wanakaa kama hivi hapa. Mchungaji anakaa hapa, wale waliokaa kwenye baraza watu wanaangalia madhabahu. Walikuwa wanafanya kanisani. Wakageuza. Wakaanza kufanya kama kule konani. Mchungaji ndo anakaa kule konani ndo anaiangalia madhabahu, wao wote wanaigeukia madhabahu. Nikaambia kabadilishe mahali pa kukaa. Ninapongangana, kwa nini badilishe? Mbona pale mahali ni pazuri? Na mahali pazuri ndo Mungu ananiambia angalia kwenye paa. Bwana asifiwe. Kuna kitu kilikuwa kule, unaweza ukakiona ni kama kitu cha kawaida. Lile pale lilikuwa lina dari, lilikuwa lijapigwa sling board. Umeelewa? Kwa zile kenchi zilikuwa zimelala zile kenchi. Sasa kwenye ile kenchi ya mwisho palikuwa na kitu kama vile vidudu vinavyokuwa kwenye miti vya wadudu. Umeelewa? Ukiingia kuomba kanisani saa 9 lilikuwa linaanza kupiga. Kwanza inaanza kama upepo unakuja, utasikia fi 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 fi, yani kama bati limetoka, linaanza kupiga kelele. Baadaye kunakuwa kama watu wanakimbia. Muulizeni mama mchungaji, yes, siku moja alikimbia kabisa. Sasa hiki kanisa sitaki. Nguvu ya Mungu ikishuka tu, yani kabisa unasikia mara mabati ukiangalia mna bati zilizofumuka. Ukiruhusu nguvu ya Mungu ikianza kutembea, niwaulize swali, ni nani amewahi sali humu ndani peke yake usiku alafu nguvu ya Mungu ikashuka humu ndani, ambaye hajawahi sikia gidari linalia nkaa? Umewahi sikia? Au amjui hata hili linalia? Ile ni dalili ya kwamba kuna watu wanaosimamia madhabahu hapa bado hapa. Na ndio maana wanakasirikia mamonjo kufa kupona. Na ni wazuri kweli, na ni watu wanaoheshimika. Kama nafikiri mimi Mungu, njoo uombe kwa utulivu sana, alafu nguvu za Mungu zishuke, utasikia juu uko amsikiagi. Kama naomba kawaida maili sikia lina nguru. Bwana asifiwe. Yani niwaambieni, ndio maana unakuta nangangana sana. Kwa nini nangangana? Kila siku mtawepo huko ili vurugu zisifanyike. Wanaocheza mabao, sisi tumewahi pambana na wacheza mabao madhabahuni na jamaa yangu mahali. Nyinyi mnaweza mkafikiri ni madhabahu, kuna watu wanakuja kucheza bao usiku wako uchi, afu nyinyi mnataka mje mseme haleluya. Wewe yanawacheka. Saa zingine ndio yamekaa na madhabahuni. Saa zingine na mchungaji unaweza kaa hapa na nafasi usipokaa na macho vizuri. Na wanaosimamia madhabahu za zamani wana nafasi kanisani na wanapewa na vyeo. Ninaambia Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Nikamwambia Bwana Yesu unisaidie. Nikaanza maombi, nikaendelea ndipo nikaonyesha kile kitu. Nikamwambia kitoe kile wale sinanicha ndege, ukitoa utaiona vurugu itakaanza. Tulipokitoa tu, wewe narudi nyumbani, mtoto alipiga kelele moja tu, sikio chini, huyu ame. Yani unaposema katika jina la Yesu ndio anakauka mtoto. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Wanyo mnaosema yalinitisha we, yale yanayosema yale yameshindwa. Yani ukiona pepo linaanza kusema tutaonana, ujue tayari limeshindwa, linatafuta mlango wa kutoka. Yenyewe hayasemagi, yakiwa hayajalizika hayapigi kelele, yanakwambia ubarikiwe mtumishi, alafu yakiondoka yanateta. Wanakaa vikao. Na ndio maana unaweza kusikia wanasema ushirika wetu ulikuwa na utulivu sana. Huyu mchungaji huyu hatumuelewi. Mbona wenzake wamepita hapana kelele?
Sawa, hapana kelele. Sasa miungu imeshituliwa. Kwani nyinyi mliposhituliwa miungu, muulize Kasebere siku moja niliwaambia msiende kuomba ovyo juu ya miungu ya Ikuti. Yeye akaenda kuiporomoa. Kamuulize yaliyomkuta. Ni naye hapa hapa. Muje muulize mzee nini kilikukuta. Yeye akaenda na kana ya Ikuti. Unayafahamu wewe? Yametoka kule Mwanjale. Au unafikiri jina ni hapa? Yametoka kule kunaitwa Mwanjale Tukuyu kule kwa Wanyafu kule. Yakaja akatoa yakaweka kituo chao hapa. Alafu uyaondoe tu umetoka Undali kule mtoke neze. Wewe nani? Hamjawahi sikia elimu huyo waliwauliza sasa, Yesu tunamjua. Wewe ni nani? Limoja hapa palimemuuliza mtu. Limeambia we mchungaji hayupo, wewe nani tutoe? Amekuja nisema mchungaji, sasa mimi ningefanyaje siku ile? Mimi ananiuliza wewe ni nani? Wewe tunakufa unani ni wewe? Unataka tukuue? Wani wangapi wananielewa? Miungu mibaya. Muulize mzee huyu. Yeye kwake ya Undali hajayamaliza, akataka yakamata ya Ikuti. Alisaka mzee. Mimi niliongea tu nikazungumza habari za Ikuti. Kwa mfano ukikaa Ikuti ulizeni historia ya Ikuti. Kuna mtaa hapo watu wanakufa sana. Hapa hapo Ikuti pamegawanyika. Wanaume wakai. Ni kama kamtaka wajani. Hapa hapo tu Ikuti. Huwezi kugundua. Lakini wenyeji hamjui. Hii Ikuti tu kuna eneo ambalo wanaume hawaishi. Wanakatika tu. Wanakatika tu. Wanakatika tu. Na siku naonyesha nazungumza ibadani. Na nikaambia ombeni. Kuna mtu alifanya uzembe, mume alikatika. Lakini Mungu alikuwa amenionyesha kabisa. Shida ya kudharau mchungaji ni kubaya sana. Kudharau mchungaji ni kubaya sana. Kuna wakati unaweza mchungaji unaonyesha vita. Niwaambie siku moja. Mnakumbuka siku ile Gwakisa ameumwa ghafla. Waliumwa watu watatu kwa wakati mmoja ibadani. Nimekaa pale nikaambia ingiza watoto wote ndani, hata watu wazima wawe ndani. Asiwepo mtu yeyote anayezunguka huko nje. Hasira ya shetani imekasirika. Bwana asifiwe. Amen. Hivi unajua tu hata hii huduma tunaoipeleka nje, mapepo yanafuatilia ni nani anayesababisha iende. Unanielewa? Ndio maana nataka niambie msipoomba mtaona. Wewe anafuatilia ni nani anasababisha iende. Yanafuatilia mpaka mtu wa sadaka. Lakini Bwana akiwa upande wako ndio kivuko chako hicho. Haleluya. Jamani haleluya. Amen. Mimi nina watu mnajua kabisa wamebadilika. Hata kama mnaona hawajawa na hela, kuna hatua fulani za roho wameshavuka. Kuna hatua fulani za miungu zimeshawaachia. Ni tofauti na ndugu zao. Na wengine haelewi kwa nini ameanza kuchukiwa na ndugu zake. Umeshajiondoa kwenye system ya miungu ya baba yako. Unasema mchungaji, yani mimi siku hizi hawanielewi wenzangu. Heri wasikuelewe, kanyaga kibati hicho cho watakuelewa mbele. Kwa sababu naandaliwa kuwa kuhani. Hakuna kuhani aliyeandaliwa akavuka kienyeji. Haleluya. Nikatoa. Jamani nilikuwa na somo moja ni Mungu amenipa cha kufundisha. Nimeanzia ya Mbozi haya. Baada ya kuanza kuomba tukaanza kuomba. Baadaye Mungu akaniambia, akanipa maarifa. Ombeni hiyo viti siende kwa watoto. Viti kienda kwa watoto mama hataomba. We baba utaomba. Ukimwona mtoto amenyauka pale, unaanza kuhisi kifo. Kikiwa kwako utapambana nacho. Amen. Amen. Tukamwomba Mungu kama ni mashambulizi yaje kwetu. Tukawafunika watoto na damu ya Yesu. Ile mechi ilichezwa miezi mitatu. Mnaifahamu miezi mitatu? Miezi na ukiwakuta viongozi wa jimbo wasio na ufahamu wanaweza kukuhamisha. Na ndio maana wachungaji wengine wanalalamika. Mimi nananyasa sana. Nimeenda mahali sijafanya kosa lolote. Wanawasikiliza waumini tu. Nashangaa wameondolewa. Angalia ulichokifanya. Ulisimamia, ulishughulikia miungu yako.
uliposhughulikia miungu yao wanapiga kelele, wasimamizi wa zile madhabahu wanaenda jimboni, huyu mharibifu. Wewe fikiria tu, mimi hapa nilikaa kama miezi 3-4 tu, sijamaliza hata 3 nilishtakiwa. Bwana asifiwe. Amen. Kaulize walioenda jimboni ni watu wa namna gani? Huwezi kumkuta maskini mtu wa ovyo asiyejulikana. Hivyo unaweza kaenda kwa panga na anakufahamu. Unaweza kaenda kwa mali ndio anakufahamu. Wewe ni bwana, wewe unaweza kaenda kusema nimetoka Iunga, tumechoka na mchungaji, watakusikiliza wewe? Wewe nani? Wanaoendaga, ndio maana nawaambia ukitaka kujue, sikilizaga. Watu wengi wao wanafukuzaga wachungaji bila kujua. Kwa nini? Wanasema watu wakubwa wetu mara nyingi maadui wa madhabahu ya Mungu huwa hawawi watu wa kawaida, wanakuwa ni watu wenye heshima. Shetani sio kwamba ni mjinga, ataleteje mtu ambaye hawezi kupambana vita? Anaangalia yule ambaye anaweza kisimama, anavuta wengi, anaangalia mwenye nyota. Na ndio maana nawaambiaga, simnaona namwambiaga yule kila siku, ukiona unapewa nafasi ya kuhubiri, jiandae vizuri. Usipokaa chonjo utakuwa maadui wa wachungaji. Si unataka na wewe uanze kuonekana? Kumbe mwenzio alikupa nafasi ujenge ufalme wa Mungu kwako, Mungu akuone. Wewe unataka waumini waanze kukuona. Umechemka. Waumini hawajawahi kuwa na baraka. Aliye na baraka ni Yesu tu. Waumini ni wanafiki, wanaweza kusema mchungaji wetu tunakupenda, ndio wanaotamani ung'oke jana. Ukiwa mjinga usipowafahamu unaweza ukakaa ukasema huyu ananipenda, na wanakuletana sadaka, unakafikiri ni sadaka, kumbe nyingine ni mlango wa kukurudisha nyuma. Si kila sadaka inayokuja mkononi tunapiga, tunaisikiliza sauti. Hii sadaka ni wewe umemtuma, haijatuma na wao. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Ilikuja vita ya mwilini, walianza kupambana na sisi. Walianza kupambana na sisi. Tulitandikwa magonjwa mengine yakawa siri. Hata mke wangu aweza akaniambia nimepigwa na shoti huko. Amen. Amen. Jamani, amen. Amen. Ndio maana nawashangaga mkishaingia kwenye vita, wakati fulani hata ndoa zinakufa, kwa sababu hamuna muda wa kusikia starehe, mnasikia vita. Mnasemaga tu mnafikiri kazi ya uchungaji ni nzuri tu. Na mimi mwanangu natamani kavae njoo avae. Ni kazi njema sana, lakini inahitaji Mungu akupe neema. Na hakuna mtu anaweza kashinda hii kwa akili zake mpaka Mungu aingilie kati. Tunashinda kwa neema ya Mungu, sio kwa sababu tunajua kuomba. Hata kidogo. Amen. Hata kidogo. Mimi kuna mahali nilipita, kila mtu aamini natoka salama pale. Watu walikuwa waamini kama naweza nikamaliza hata miezi 2. Na watu walitamka yule kwa yule msimamo wake hawezi kutoboa hata miezi 2 pale. Anarudi sasa hivi. Bwana asifiwe. Amen. Wengine wakaambia usiende na watoto, usiende na nani, usiende na nini. Lakini mshauri wa kwanza alikuwa mamangu. Akaniambia nenda, Bwana atakupigania. Wala usiache mtoto wako wala mke wako. Haleluya. Nenda, Bwana atakupigania. Naambia nini mama? Mungu alishamuonyesha mamangu muda mrefu, hata kabla mimi sijajua. Sema vita pale utapambana na utatoka salama. Jamani, haleluya. Amen. Jamani, haleluya. Amen. Jamani, haleluya. Nafika pale vita imenoga, nataka kuingia kufunga, naambiwa hapa panatakiwa kula. Vita sio ya kuwa na njaa hapa, panahitaji nguvu kubwa. Manake utakuwa kurupushana na mapepo huko, na amka asubuhi ukiwa umefunga utafanya kula, mwendo ni mrefu hapa. Jamani, mnaona hiyo? Kuna watu wanajuaga kila anapokuwa na vita lazima afunge. Kuna vita sio vya kufunga. Ni nani aliambiwa kula una siku 40 mbele? Akaambia ongeza, akaambia ongeza.
Hebu nisiende huko, nataka nimalizie na ule ushuhuda. Tukaingia kwenye maombi, tulipigwa miili hii. Mnaifahamu miili? Ukitaka kunyanyuka kwenda hospitali, nasikia sauti ya Mungu inaniambia usiende. Ukienda hospitali mmekwisha. Hii ni vita ya miungu. Mmeichokoza miungu na miungu imekasirika. Alafu kumbuka hapo nina kaumri kazuri. Wanasema katoto kadogo tu ndo katucheze. Bwana asifiwe. Kumbe nimegonga ile miungu, imeenda paka kwa chifu. Kumbe kila mtumishi anayeingia, awe wa serikalini awe wa kanisani, ukiingia lile eneo lazima kalipoti kwa chifu. Mimi sikwenda. Wazee walikuwa wananiambia, unajua chifu wetu ni kama Moravian tu, anatamani sana ugeni ukamuona msalimiane. Kumbe wanataka nikalipoti bwana. Mimi sikujua. Mimi nikiuliza wewe chifu na chifu lini? Mimi najua kabisa nikiingia kule vitu vyake vitaribika, tutagombana. Bwana asifiwe. Ndio mwisho wa siku alikuja kukiri mbele ya watu akasema, yule mchungaji wa Moravian yule ndio mchungaji. Yule hatumiki uongo. Ana Mungu wa kweli. Usifikiri watu akizungumza hivyo wamekutest hivi, kuna vitu vimekuja. Lakini unakuja kuangalia, mimi na Mungu yupi? Neema ya Mungu ikikufunika nye. Bwana asifiwe. Tulipita kwenye yale magonjwa, kwenye magonjwa. Ndio ile nilikuwa nawashuhudia, unaumwa, huduma zote unafanywa kitandani, huwezi kwenda hata chooni. Umenielewa? Lakini sauti inakwambia vaa joho, nenda ibadani. Ukinyanyuka kavaa joho, unapita ukutani, unatembelea fimbo. Ukifika madhabahuni ni mzima kama ulivyozaliwa, uko safi. Ukishuka pale unaumwa, ukimuuliza Mungu nini maana yake? Bwana anataka waonyeshe maadui kwa hawezi kutumaliza. Lakini kuna pia kitu tulikuwa najifunza. Yali unarushia ugonjwa huu unaondoka. Unarushia ugonjwa huu unaondoka. Tuliletewa magonjwa paka ya aibu. Siku moja mimi naamka, nakuta sehemu zangu zote sasa hivi vimejaa vidonda vipya, vina maji viko hivi. Na unanyanyuka hapo ndo nataka nikaoga. Hivi nini hali ninayoiona? Ni mavidonda yote mwili mzima kule. Sikuomba, nilicheka. Ile shetani una akili. Ndo nataka ili nini kiwe? Wala mimi siumwi. Siku hiyo nilikuwa na mpango kwenda kulima, nikaenda nikachukua jembe. Nikawa naenda. Nilivyocheka hivi wala sikusema pepo toka, ndo kwa heri. Ndo mwenzangu anasema, kumbe imetoka hivi namna hii, mimi nimepigwa wiki 2. Bwana asifiwe. Baadaye nikaona hao wanatuchezea. Sema Mungu, naomba anayeendesha hiyo operation, nafungua koki ya tumbo lake. Unafahamu kufungua koki ya tumbo? Tukafungulia ile koki. Mungu akajibu, wewe. Nguo zote za mama ndani zilishindwa kuisha, na anapata wapi chakula kinachoendelea tu kutoa? Akifika hospitalini tu hawa tumbo linafunga hapo. Anaambia umetata nini? Wala alimuumi. Akakaa mwana anasema, una kitu wewe, ni mzima. Na yeye akifika mle kweli haendeshi. Funga kabisa, anajishanga. Sema nake nini? Akipanda kapikipiki, akitoa tu paki, fuko kinafunguka. Mpaka useme. Bwana asifiwe. Sasa yakaanza kung'ang'ana kujitoa. Yakaona hapa hatutaweza. Yakataka akimbilie kwa mke wake, akapiga mkono. Wachawi hawana akili. Anajinusuru mwenyewe, akajua hapa ndakufa, akataka mvulie mke wake ule ugonjwa. Akashindwa, mke akaumizwa tu. Sasa mimi nilikuwa na ibada ya Jumatano ya maombezi. Siku hiyo nimemwandaa kiongozi wangu wa fellowship na ahudumie. Alafu alikuwa mzee wa kanisa pia. Amewahi kuja hapa, aliwahi tusalimia kama mnamkumbuka. Alikuja mara moja tu akatusalimia akaondoka. Na tunaye kila, hata nikikwambia hapa nifungie simu lazima anipe kifungu cha neno leo. Ni mjumbe mwenzangu katika vita paka leo. Bwana asifiwe. Ndio bunduki hizo zipo. Mkikata huko na mabunduki makubwa, ikifyatua mashine gani hapo, wote chini. Nikawa nimemuomba, nimekamle, nasikia sauti naambia wale watu wanaohitaji leo wanakuja unahitaji kuombea. Siku hiyo wapendwa,
kijiji kizima wamekusanya wagonjwa, kijiji kizima ambao hawasema hata kusema, wote wamekuja wamejazwa. Alafu mimi mwenyewe niko hoi na nafanyia kwenye dishi. Mmechanielewa hapo? Vyote kwenye dishi. Siwezi kunyanyuka kwenda pale. Niko kule sauti naambia jiandae kwa ajili ya kuhudumia watu. Naambia Mungu sasa natembeje? Kutoka hapa tu kwenda pale chooni siwezi. Amen. Ndio maana nazichukia nyumba za wachungaji sana ambazo hazina vyoo. Nazichukia sana. Ambazo hazina vyoo ndani, nazichukiaga sana. Mimi nikifika hicho napambana na hakikisha nimetengeneza. Na nilipambana kuhakikisha najenga nyumba mpya, hata kama kulikuwa ni kijijini hakuna umeme, hakuna maji, nilichimba vile visima vya chini na kufunga mashine na kununua generator. Tajiri huko mikononi mwetu bwana. Unaishije kwa tabu? Bwana asifiwe. Niliposikia ile sauti, kumbe yule mama kule amemwambia mume wake, twende kanisani, tutakufa. Mimi mwenyewe nimeanza kuuma, nani sasa nakuhudumia? Yamepigwa mkono. Kumbe yale mapepo yameenda yametandika. Alibaki huyo mwenyekiti wa fellowship, naye alipigwa, kajipambania, kanyanyuka. Sasa mchungaji ameniachana kazi huko, akasema yani tuume mimi na mchungaji na kweja. Kapambana. Lakini watendakazi wote ninaomba nao siku hiyo wamepigwa, wote wanaumwa. Wote wako hoi nao wamekuja kuombewa. Mchungaji nao anatakiwa aombewe. Wapo waombaji wanatakiwa waombewe. Wagonjwa ndio wamejaa kanisani, walio mbele ni waombaji ndio wanaongoza kuumwa. Wako hoi. Umeona hiyo? Yana hasira wengine kasirikeza. Sasa tutoki watoke wenyewe. Lazima yatoke tu. Mwambie mwenzio lazima yatoke tu. Ukiona yameanza kubwatu kujua dakika zao zimeisha. Mwingine anasema poyo ana nguvu kama yamepiga mpaka na mchungaji. Sasa mimi Mungu alikuwa amenipa neema. Kile kimadhabahu nilikuwa nimekijenga kilikuwa cha zile mbao za nyekundu zile za kukereza. Alafu kilizungushwa namna hii. Na pandeji nilikuwa nasikilia hapa. Mlango ulikuwa kwa nani? Pale tunapoingia tunashikilia ndo ngazi ziko hapo. Nikishika hapo tu mzima. Bwana asifiwe. Siku ile nikamtuma mama. Nikamwambia mwambie mashamba kwamba Bwana ameniambia natakiwa nikahudumia wenyewe. Aendelee nao wasifu kifika muda wa kusimama ndaje anifuate. Ataruhusu wimbo wa kuabudu ndaje nifuate. Maana sina uwezo wa kukaa kanisani. Kweli kafika muda. Ndana ananiambia mchungaji leo maajabu, kanisa limejani wagonjwa watupu. Mimi mwenyewe ni Yesu amenivusha. Fulani yuko hoi, fulani mkono umepinda hivi, amepigwa tu hawezi kwenda huko, analia kama mtoto. Wewe amepiga wengine mguu. Yalichagua kila mtu kwa kiungo. Wengine mguu haupo, amebebwa. Sasa wanafika mchungaji na yuko hoi. Alipoambiwa hivyo kwanza yeye alifurahi. Yaani amechanganyikiwa. Naombeje watu niko peke yangu. Bwana asifiwe. Amen. Nikaanza kujikokota. Muda ule wameniambia nikaanza kujikokota, nikavaa yebo zangu. Shikilia ukuta nikamaliza. Palikuwa na ukuta tunajenga wa ukumbi, nikaenda na ukamata. Ulikuwa katikati ya kanisa na nikafanikiwa pale. Nilipofika pale nikamwambia acha hiyo fimbo. Nilipovuka kanisa liko hapa na kwenye nyumba ya mchungaji, acha hiyo fimbo. Nikaiacha. Nikaenda kwa kupepesuka. Nani na uhakika nikishika madhabahu tu si umaji. Nilipofika tu hapa uzima ukaingia. Siku ile hata madhabahuni sikupanda. Nina hasira. Sijajua kama yule Mungu amejibu kule kumbe mtu ile koki ilifungukaga. Sasa najiuliza na maana Mungu yule wa koki haijafunguka, kumbe ilichafunguka. Yuko wao amepungua na mwilini nyumbani. Mungu amemwambia twende kanisani. Yeye amesema mimi siende kwa mchungaji wenu huyo. Mnalialia naye sijui nini. Kwani hapa wakuniambia niache maombi. Mnafikiria ni hali ya kawaida ile. Ambia tulikuwa tunaombea Jumatano, turudishe maombi Jumatano, ibada na chelewa. Kwa hiyo wanaoenda kwa Abiudi wameacha niwaache warudi kule. Mnamtesa Abiudi ajaze anashindwa kuombea watu wanajaa na wa kwangu tu ambao nilikuwa na uwezo wa kumpunguzia mzigo. Watu wengi hawajuagi hapo, watu walikuwa nafikiri wanawahi ibada. Walikuwa hawahi ibada, walikuwa wanaenda kutafuta chakula.
kusababisha wewe wanahaa, tunayabana. Wanasifiwe. Na uwe makini, unaweza ukatumiwa bila kujijua. Wewe unafikiri watu wanakuletea ni hoja nzuri, kumbe ni maadui wa madhabahu. Wewe wanakuweka unakuwa chambo. Mwisho wa siku unadhalilika wewe. Unajiuliza kwa nini? Kumbe yenyewe yamekaa kule yalikuwa anatengeneza mashine gani? Tumefika pale Bwana, Mungu akanisaidia. Nikashika ile madhabahu. Ndio siku ilikuwa ya finali ya mimi kupona na waumini wangu kupona na kanisa kupona. Jamani, ulikuwa muujiza ambao ni wa historia paka leo. Mahali kule ulikuwa ni muujiza wa matengenezo. Kumbuka wameletwa wagonjwa wote wa kijiji, wa makanisa yote wamekamili. Niliposhika tu hapa nikaambiwa leo sio mahubiri, ni vita. Na vita yenyewe hamtakemea, mtaimba. Basi nikaambia wagonjwa wote simama. Wa kwanza kusogea ni yule mke wa yule baba. Hajui mama watu kwamba mwenzake ndo anayetengeneza skadi. Kikosi cha timu kaja mbele. Sasa anakuja ananiambia, mchungaji, wote wanaona wanaumwa hata hapa mbele hapatoshi. Hebu nyanyueni mikono mlioleta wagonjwa na wagonjwa. Nakutaka nisisi. Naangalia nani naona umwa. Baba, ni siku ya 3 mkono haurudi hapa. Mwingine mimi mguu umepigwa. Mwingine sijui nikigeuza hata shingo haiendi na nisilali. Anzisha wimbo wa kuabudu. Ilianza kutembea nguvu ya Mungu kwenye ule wimbo. Niliambiwa wala na asishughulike mtu kumkemea pepo. Cha kwanza alikuwa ni yule mama. Alinyanyuka, alipaka maiona kama vile risasi na fiatuka hivi. Alinyanyuka tu kama kitu kimemnyanyua, kikampeleka karibu. Si nimeambia zile ilikuwa kenji kama hivi. Alipita ya katikati kama hapa. Karibu na bata akafika kule. Akarudi. Aliporudi alibamizwa. Yalipiga kelele ya kwa tunaondoka. Nikaambiwa simguse mtu yote huyo, ni mtego. Lile limekaa mle. Ile atakaye ligusa limeshindwa kuweka ugonjwa kwa mke. Alijibamiza yule mama, kama nyoka. Anapiga mabenjiko. Watu wote tunaenda, naambia nyewe sifuni tu, msishughulike na mtu. Asiwepo wa kuombea mtu. Anayedondoka atajijua mwenyewe. Si wote ni wagonjwa. Sasa na mimi mwenyewe manake navuka pale. Bwana asifiwe. Amen. Nasikia huyu mwingine, mkono wangu umerudi. Mguu wangu umerudi. Vibibi vilivyokuwa vimepeletwa vimebebwa pale, nimepona. Kamesimama tunatembea. Kila mtu aliyekuja mgonjwa pale alinyanyuka. Kwa kuimba tu, tulimba kama masaa mawili. Watu mwisho wasikilishuka nguvu ya Mungu. Hakuna mtu aliyekuwa amekaa kwenye kiti. Kanisa zima lililala, kila mtu anashughulika na Mungu, wala sio mchungaji anayeombea. Na mimi nilijikuta niko kwangu tu kule na kula upako wa kufufuka mwili wangu upya. Bwana asifiwe. Amen. Baada ya hiyo vita ndipo wakasema lazima atoke. Ndio namwambia Mungu, anasema ni sasa. Ni mara ya mwisho kabadilisha mahali pa kukaa kwenye baraza. Kile kilichokuwa kilikuwa pale juu ndio kilikuwa kina control baraza, kimeondoka. Sasa usikae pale, watakirudisha. Njoo kalisha baraza hapa karibu na madhabahu. Wewe kaa karibu na madhabahu, ndio nguvu yako ilipo. Kule wanakukalisha nyuma, ndio maana unakuwa huna nguvu ya kusema. Nikakalisha ile madhabahu. Lakini angalia alichonisemesha Mungu kwa ajili ya yule mama. Tunamaliza kunyanyuka, Mungu akaniambia amwambie mke wake, mume wake, asipigane na madhabahu, atakufa akiendelea kupigana na madhabahu. Nikamwita akasema, kamwambie mume wako aache kupigana na madhabahu ya Mungu. Akipigana na madhabahu ya Mungu atakufa. Mwanamke yule akalikubali ile neno, akaenda nyumbani, akamwambia, wewe mchungaji ameniambia aache kupigana na madhabahu ya Mungu. Ukiendelea utakufa. Akasema asante, nimeacha. Mkaanza kushangaa. Aliposema nimeacha, koki kafunga. Akaja akasema, mchungaji niambie,
mbona ameacha kualisha? Na anaanza kunipa picha. Ana wiki 2 alikuwa hajawahi nguo zote, yani baba hata hizi nilizokuja nazo huku nilikuwa napanga vitenge hivi, nikitoka na mwacha anabadilisha hiki anabadilisha hiki. Ni kuendesha tu masaa yote. Alafu hata chakula tulikuwa najiuliza, chakula lakini analisha tu. Uliponiambia tumbo likafunga hapa kaoga kavaa kaenda kutembea. Naambia nini kipo? Nikamwambia hapana, kuna watu wanamtumia. Wanachukua mwili wake. Ningemwambia ni mama watu. Na ni mtu wa heshima kanisani huyo mtu. Anaaminika na kanisa zima. Nikamwambia kuna watu wanafanya vita. Wanabeba sura za waumini wetu. Kwa hiyo walichukua sura yake. Ndio maana alikuwa anateseka na kualisha, kwa tumemondolea kualisha. Yeye hata tukikutana naye vipande kuna. Hawezi kuniangalia tena. Chuma cha pua kadogo kako hivi. Ukumbuke ni miaka mingi imepita, je, nilikuwa mdogo hapo. Sio kama saizi na nini mzee. Bwana asifiwe. Amen. Baada ya hapo ile vita ikaondoka. Tulipokuja kubadilisha mahali pa kukaa kwenye baraza. Kumbe yeye alikuwa, na mimi nilikuwa sijagundua. Mkaa kwenye baraza yeye alikuwa anyoshi mkono. Alikuwa anasimama tu. Akianza kuzungumza, atazungumza anachokitaka. Bwana asifiwe. Amen. Mnanielewa watoto wa Yesu? Bwana asifiwe. Amen. Mchungaji ukimwambia kaa, utakalishwa mwenyewe. Taumwa utaona. Sasa kwa mara ya kwanza anamwambia kaa chini. Nani amekupa mkono? Kwanza ilianza vita. Nani ameshapa? Kumbe mzee wa kanisa wa ule mtaa alikuwa mlokole na yeye. Alionyeshwa usiku, kamisheni mahali pa kukaa baraza. Mwinjisi wa dinari, yani wa mtaa, na yule dada alionyeshwa kabadilisheni pa kukaa baraza. Mimi naenda kubadilisha, tukakutana wote watatu. Nikasema vipi dada? Nataka tubadilishe badilisha. Na mimi ndo nilichojia, nataka tukae hapa. Mzee akasema Bwana amesema na mimi vema. Tukae hapa. Yaani muda hujafika, yule amewahi kule, tulikuwa naanza baraza saa 4. Saa 3 amefika. Nani amebadilisha paka? Anarudisha meza kule. Yule mzee aliondoka, alikuwa mbabe, alibaka, alijua yule atakuja. Sasa hakuna mzee. Nani? Nikasikia kule ofisini watu wanavutana. Anambia, "Kuna lazima tulize nani yule?" Alikuwa na sauti, yule dada kanywea, kaogopa. Yule mzee akauma akasema, "Wewe utamwambia nini? Tulikuwa na mchungaji wewe nani?" Wanabishana niko. Nikasema, "Mnabishana nini? Mchungaji nani amebadilisha?" Akasema, "Wewe nani kwenye kanisa? Mimi nipange viti, wewe usikae. Kama unataka kukaa kwenye baraza ondoka. Kalisheni hiyo meza." Nikaondoka. Yule akasema, "So umesikia sasa? Wewe amekuja kuharibu kanisa letu." Lazima liharibike, tunalileta la Kristo, la kwenu lazima liondoke. Kuna watu wakisema mchungaji anaharibu kanisa letu hawajuagi ni lipi. Wanafikiri ni la Yesu. Kuweni na macho watoto wa Mungu, kateni miungu haya mtayaona. Bwana asifiwe. Kuna wengine mmehusika kupiga wachungaji wenu kwenye hizo shirika bila kujua. Unafikiri unapambana na mchungaji, kumbe unapambana na kusudi la Mungu. Wale wanaokuongoza wewe umewaheshimu, kumbe wana miungu. Omba Mungu akupe macho, utagundua watu wenye miungu. Ndio maana mimi siku zote hata nilipofika hapa niliwaambia usimheshimu mtu. Mniwaisikia kauli yangu? Naambia hata mimi mchungaji usiniheshimu, mheshimu Mungu peke yake. Mnajua na maana gani? Si kila mtu anayesimama anasema Bwana Bwana ni wa Mungu. Wengine watumia paka nguvu za giza. Utayaona maiujizo, utasema ni mtumishi wa Mungu, kumbe ni pepo namba 1. Kuwa na macho, unajua hii nguvu inatoka kwa Bwana. Baada hapo ndo najikuta na mimi nina nguvu ya kumwambia kaa chini. Siku zote na mimi nimekaa karibu miezi 3 sijawahi mwambia kaa chini. Ndo pale napata ufahamu huko, nini anasimama bila kunyosha mkono. Nakumbuka nimetoka kubishana, kasa kaa chini. Sijakupa mkono. Akaligeukia baraza, alikuwa anakaa karibu mbele, akacheka. Akakaa. Haya, katikisa kichwa. Tunaendelea na ajenda, kanyanyuka tena. Nikamwambia kaa chini. Alikuja kiongozi wa kina mama. Baadaye tunaendelea awamu ya 3. Alinyanyuka mzee mmoja, akajua mchungaji wetu hatutakuwa naye hapa. Kumbe mwenzao ndo tumetandika vita na paka na tumbo lake limesha nyamaza, naye anajua mimi nani. Anajua bunduki zilizoko huko. Akaja. Akaniambia mchungaji, wewe mtu achana naye tu. Sisi tulishamwacha. Ameleta athari nyingi kwa wachungaji. Nikasema sawa. Ndipo nikasimama. Yule alipenda kusema, nikasema
kuna watu mnasimamaga bila kunyosha mkono. Sasa ukijaribu kusimama awamu hii na kufukuza na nakuondoa kwenye baraza. Hapa anayeruhusiwa kusimama bila kunyosha mkono ni mwenye kiti tu, ambaye ni mimi. Ndio naweza nikasema bila kunyosha mkono, lakini wengine wote uombe kibali. Na kama mnanichezea, kajaribishi. Awamu hii mtaondoka. Niliposema awamu hii mtaondoka, kakundua nilikuwa naalisha, akanyongonyea. Sasa awamu hii utaondoka. Kama tulikupa test ya kufungua kwa kitu peke yake, sasa hizi tutapiga moja kwa moja. Ukaanza kusema akatoto kachawi, hawakimbiga ndao kachawi aka. Ukiwa na Yesu ni bonge la mchawi. Hakuna mchawi anaweza kusimama kwa Kristo. Bwana asifiwe. Lile baraza ndipo ghafla akili nafunguka. Naanza kugundua kwa nini mtu anafanya kibarua ni mwalimu. Nikaa nilipomaliza hapo nikawaita wale wote wafanyakazi. Wewe kuanzia leo acha kufanya kibarua. Wakipima kibarua kule 50,000 gawanya kwa waimbaji wakapelekea. Nikawaita viongozi nikasema hakuna kulazimisha mtu kwenda kufanya kibarua ambaye Mungu amembariki. Mungu amembariki mtu, kwa nini kanisa liwe linamrudisha kwenye umaskini? Mwende kulima vibarua ninyi ambao ni maskini. Wakaanza bwana. Kibarua kinakuja, yule akatoa hela. Kumbe wako wengi tu mle walio na uwezo hawezi kulima vibarua. Nasema kama ni 10,000 nafu nisiende kulima, niende na kazi zangu, ametoa hela. Wakabaki maskini, walilima hicho kibarua wiki nzima. Baadaye kila mtu akaanza kusema jamani, sasa tufanyeje? Jamani, mbona hamjasema? Mbona hela tulizopata ni nyingi kuliko za kibarua? Hii ni maarifa mchungaji ametuletea. Viongozi wamesema angalia kibarua kilikuwa cha 50, lakini ambao wakwenda wamezalisha laki. Sasa kama kibarua kilikuwa cha 50 leo tuna 150. Si dili. Limepunguza vibarua vitatu. Tutaendelea na msimamo huo kila kwaya, tutaendelea na msimamo huo. Aliye na hela atatoa. Vibarua tutatafuta. Usiye na hela hata kama ni kiongozi, hata mimi nikiwa na hela, ila viongozi tutatoa mara mbili. Ili kule mwisho wa siku wakuta na viongozi hawaendi, wanabaki viongozi wa miradi. Wanalima kibarua wanakoma, badala ya kulima wiki moja wanalima mwezi mzima. Wakanyimwa vibarua. Lakini angalia, sadaka zilifiatuka kama upepo. Wale waliokuwa na uwezo wanashindwa kumlipa mchungaji 5,000. Wana uwezo wa kumlipa mchungaji hata 100,000 kwa mwezi. Bwana asifiwe. Unanielewa? Mabadiliko yalianza. Tunapeleka hela jimboni ule mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza tu niliitwa jimboni. Wakaniambia tuambie hela zilifichwa. Kwa sababu hela walizopeleka jimboni miezi 9 ndio wamepeleka mwezi mmoja. Ushirika kutoka nafasi ya 80 uko nafasi ya 6, una play na shirika za town pale. Nafasi ya 6 kutoka 80. Bwana asifiwe. Mpaka nazungumza leo ni miongoni mwa shirika ambazo kila mchungaji anatamani aende. Ni ushirika mkubwa, una uwezo wa kutunza mchungaji anakuwa. Na ndio huko nakwambia ilifika sasa nikawa mfalme. Mashamba yangu yanatangazwa vilabuni. Kesho ni kulima mashamba ya mchungaji. Wanatangaza kilabuni. Ng'ombe za kijiji zote zinaamka toka lile tukio la maombi yako. Wakasema ndo msaada wetu, kama kijiji kizima tunapeleka wagonjwa pale, lazima tumsaidie kulima. Kwa mimi nilikuwa napanga mashamba mangapi nilime, na kodi mashamba na yapeleka kwa wazee, wanagawanya kisabu. Sababu hii wanaangalia mashamba yaliyoko kule. Wakisha tangaza kilimo wa upande wako, jamani kuna shamba la kwa fulani, kuna shamba la kwa fulani, kuna shamba la kwa fulani. Fikiria mpaka wenye kiti wale wa pombe wanasema haya, mimi ng'ombe zangu zitaenda huko, ng'ombe zangu. Wanakuja wanasema mchungaji, tunataka kulima, ng'ombe zinatakiwa zilime kwako kwanza. Unatuchelewa tupe mashamba. Wapagano wanadai kibabuni, wazee mjitotea mashamba, sisi tunataka tuwai, mvua imefika. Tunaendelea kulima mashamba, tujalima mchungaji. Kwa kila mtu anataka ng'ombe zake ziende kuzindua. Na waambia tukisema leo tunajenga ujenzi, tunabeba matofali mbugani, ng'ombe za kijiji kizima zinanyauka kubeba matofali ya kanisa. Zinapigwa, wengine wanabia umomo kwenda huko, wanaleta majembe, wanaleta matofali. Wamekunywa na pombe za kazi ya kanisa, lazima iende. Yaani wafikiria mtu amekunywa pombe anaamrisha watoto nenda leo ni siku ya kujenga kanisani. Hamjaona? Peleka ng'ombe zikajenge kanisa kule. Ng'ombe zinapigwa huko. Tulifanya maendeleo kwa muda mfupi. Hata kiongozi wa jimbo anakuja likatali sema hapa sio penyewe. Mmefanya nini?
Ndipo watu niwaambieni, ukienda leo watu walishanunua magari kule kijijini, kanisani kijijini. Yaani ukienda hakuna kijana yeyote anayetembea kwa mguu, hayupo. Wote wana pikipiki. Huwezi kumkuta kijana eti kijana kabisa nenda kwenye kwaya anatembea kwa mguu, hayupo. Hayupo. Ukienda kanisani kwenye kwaya pikipiki, paka tukapanda miti kwa ajili ya kwamba pawe na hewa ya nzuri. Panda miti watu ambao wao wanapaki pikipiki. Ukienda kwenye kipindi unajua hapa pana duka la pikipiki. Leo vijana wananunua magari, lakini wako kijijini. Bwana Yesu ameamua tuende na ushuhuda. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Angalia, tulifanya kazi ya vitu vichache tu, kuondoa kitu kilichokuepo, kuondoa kiti cha utawala kilichokuwa kwenye baraza. Tulipokiondoa kile kiti cha utawala kwenye baraza, nenda huwezi kulikuta bati inapiga kelele tena. Utasikia tu vishinda ambavyo ndio nilishavizoa hata hapa kipo. Hata mama John nilikotoka kipo. Ukikoleza maombi usiku tutasikia nkaa. Utafikiri ukuta umekauka. Mnasikia hiki kinachozungumza ni mashahidi. Tegeni sikio. Ninachotaka kuzungumza nini? Kila unapoingia kwenye maombi, jifunze kujipa muda tena wa kusikiliza. Amen. Na ndio maana kikawaida tukiingia kwenye maombi ya toba, tunatakiwa turudi kwenye wimbo wa taratibu tena. Nishike mkono Bwana. Tuwape watu wapate nafasi ya kusikiliza maombi yao. Yaani sio mtu anamaliza toba amekuja kwenye kiti. Chemka wapendwa, ameshachemka. No, kuna nafasi ya maombi, kuna nafasi ya kusikiliza. Mungu anakupa maelekezo yepi baada ya yale maombi. Ukijifunza kusikiliza maelekezo, ukigundua hakuna maelekezo, hutaondoka. Utaondokeje? Hujui unachokwenda kufanya. Unaenda kwenye biashara, hujui unaenda kuuzaje. Utahakikisha unabaki kwanza kanisani. Yaani tukianza kusikiliza hapa, nawaambieni tutakuwa tunafunga ibada, mtu anasema sikuwa na muda, atarudi kuomba apate nafasi ya kusikiliza mpaka sikie amani, na anajua naenda kuuza. Huna amani unaendaje kuuza? Utarudi na hasara tu. Mkifanya hivi miezi mitatu hapo pamebadilika. Nilitaka nifundishe namna ya kuanza kuzibomoa hizi madhabahu. Hatua ndio nilitaka nifundishe leo. Mungu akitupa nafasi nitakuja kuzizungumza. Madhabahu hatubomoi tu. Labda niseme ni short. Unapoandaa madhabahu kuibomoa, lazima unahakikisha usibomoe madhabahu bila kusemeshwa sadaka ya madhabahu. Ili ndo nikupe tu hata kama sijafundisha. Kabla hujabomoa madhabahu yoyote ile, lazima usikie kwanza maelekezo ya sadaka itakayotolewa kwenye madhabahu mpya. Sasa kuna watu wanaenda kubomoa madhabahu, sadaka hana. Unapeleka sadaka ambayo Mungu hajakusemesha. Ninyi mnafikiri Mungu anataka sadaka kubwa. Mungu anataka maelekezo. Mungu hawezi akataka milioni kwako mama Dani wakati wewe mtaji wako ni 500,000. Biblia inazungumza aliye navyo vingi vitatakwa vingi. Mnanielewa? Na ndio maana kuna watu tumeshakatazwa kiwango cha kutoa sadaka. Ukifika level fulani huwezi kutoa sadaka, kutakataliwa. Na kile ukitoa hiyo sadaka Mungu hawezi kuipokea, maana alikuvusha hiyo level. Kwa hata kama umebaki na 5,000 utatakiwa kutoa hiyo, maana ndio level yako ya sadaka. Mnanielewa? Nasema hivi, fundisho langu leo, ukiingia kuomba kuna unayemuomba na kusikiliza. Unapoomba ni wewe unasema. Ukimaliza kusema wewe msikilize na yeye aseme. Mnaelewa hiyo? Narudia. Nataka watu mwe na maarifa hapa. Ukiingia kuomba utenge na muda wa kusikiliza. Kuna wakati unaweza ukasikia nakwambia soma neno. Hivi ndo tumemaliza hapo, wewe umeomba, unasikia sauti inasema soma neno fulani. Usiondoke kwamba mchungaji ametuaga. Tulikuwa kwenye maombi, Mungu anataka seme kile ulichokuwa unaomba. Kuna vingine utajibiwa kwa kusoma neno. Mnanielewa? Na Mungu anapokuja utafikiri unahisi. Na wafundisha kitu, wengi tuna akili ya kusikia unahisi. Wengine anaona moja kwa moja, lakini wengine tunahisi ni kama mtu anakuelekeza kitu. Sisi hatuzingatii yale maono. Tunafikiri Mungu anasema ana ndoto tu. No, kuna maono ya wazi. Uko hapa mchungaji anafundisha, kuna mengine tukitoka kwenye maombi utajibiwa. Hivi hapa anafundisha hivi, inawezekana kuna mtu. Kwa nini mara nyingi unaonaga somo linaahirishwa? Ni kwamba kuna mtu amemuomba Mungu, Mungu anataka kumjibu, ameamua amjibu kupitia mwalimu. Kwa anahamisha somo, unaanza kutoa ushuhuda wa kitu. Hivi nilikuwa nafundisha hapa ni majibu ya mtu. Kuna mtu ametukamata hapa. Anaweza kama mmoja tu ameomba na anabadilisha ibada yote. Mungu aangalie majitu yaliyohudhuria 100, anaangalia mmoja aliyehudhuria kwa imani. Ndio anayemjibu. Kwa atabadilisha mpaka mwalimu.
Walimu mliosimama madhaboni wengi mnaona umejiandaa na umeona na umeelekezwa namna ya kuombea. Unafika mbele ya madhabahu kinaondoka kile kitu, sasa Mungu mbona ulinielekeza mwenyewe? Kumbe kile kitu kilichoandaliwa, wale wote walioandaliwa wamekataa kukipokea. Ametokea mtu ambaye hakuandaa kile, anahitaji kitu kingine. Mungu analeta somo jipya kwa ajili ya yule. Mmenielewa kuanzia sasa? Wangapi wamenielewa? Na unayenisikiliza kwenye mtandao, narudia, unapoomba kuna mtu unayemuomba na kusikiliza. Usikurupuke kuondoka kwenye maombi bila kusikiliza majibu ya uliyomuomba. Mtoto akija kuomba kitu kwako, baba naomba hela ya ada, atasikia mwanangu sina, mwanangu subiri, mwanangu ngoja nikuchukulie, mwanangu hapana, safari ya tutoi ada. Anataka pate majibu. Hata jibu la hapana linatosha, kwa sababu Mungu anakujua zaidi. Anasema tunaomba, yeye anajua mapungufu yetu. Unaweza kuwa unaomba mkate leo, kumbe Mungu anajua leo wewe utakiwa kula mkate, unatakiwa nyima mkate ulivuke mahali. Na ndio maana sio kila jibu utaletewa lilo kuja kuomba. Kwa naomba ukiingia kwenye maombi yote yale, amini kuna mtu anakusikiliza. Yule Mungu anayekusikiliza, mpe nafasi ya kujibiwa. Hakuna mtoto anayekuja kuomba kitu kwako akaondoka, baba naomba hela, hajasikiliza unampa au hivi. Wewe alikuja kuomba mpaka sikiliza kwamba unaomba hela za nini mwanangu. Hata Mungu ukisema naomba hela, lazima uwe na agenda ya nini. Haleluya, amen. Mungu akupe neema na anipe neema. Labda Jumatatu naweza nikazungumza hiki kitu, usikose. Usiangalie wasio kuepo. Hii dozi ni ya kwako wewe, Yesu ndiye ameamua uvute. Kwa kuanzia leo nawaambieni, mtaniambia Jumatatu nikiwasimamisha, mkiipa nafasi ya kusikiliza tu cha kufanya. Na ndio maana mimi leo nilikuwa naendelea na maombi ya toba. Huyu ananiambia tunaomba toba, mimi Mungu ananielekeza anza kuwafundisha kuvunja madhabahu. Nikaanza kuelekeza namna ya kuvunja madhabahu, nikaanza kuandika. Dakika za mwisho nataka kusimama, ndio Mungu anaanza kunisemesha. Nikaanza kuandika. Nimefika paka hapa nasemeshwa kitu. Natamani nikichukue nihamisha hapa. Mnaona nahangaika, naendelea kusemeshwa. Maombi lazima usikie sauti ya Mungu. Anakujibu ndio. Unataka shati, lazima ujue Mungu atakupa au hatakupa. Usiondoke bila kusikia sauti yake. Nani atafanya hivi kuanzia leo? Safi. Usiendeshwe na kazi zako, endeshwe na madhabahu inayojua baraka yako. Amen. Unaweza ukaenda kukimbilia wateja wawili waliowahi, kumbe ndo waliotumwa walete hela ya kuua hela yako. Mungu hataki uende kupokea ile hela. Ukienda kwa wakati mwafaka utajikuta safi. Zungumza Elias, naona unataka kusema. Nilimwona yule kwanza. Msiulize swali. Swali unaniuliza peke yangu tukitoka hapa. Hii bado sio ya maswali. Ila kama una kitu cha kusema kwa kanisa ndio sema. Mpe maiki. Mimi sijana sikufika, nilikuwa niko nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji anapozungumza habari hii, niko nyumbani. Nilikuwa na bahati ya kuamshwa saa 9, lakini usiku wa leo sijaamshwa na mtu. Ikabidi niamke. Yaani nimekurupuka moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi nimeamshwa, ndio maana hujaamshwa, na mimi nimeamshwa leo. Nikaamshwa na bila kuamshwa leo ni saa 9 nishinda. Nimeinuka nikatamani nimpigie kwa mbona yeye huwa mara nyingi ananishtua, lakini roho ikagoma. Nikaingia kwenye maombi. Sasa hapa nimekaa na tafakari. Kuna vitu nilivyokuwa napambana navyo vya kuvunja madhabahu. Lakini nashangaa mle nilipokuwa na tafakari, ndipo unapotembea na ndipo ulipofikia kwangu. Na mwisho wa yote umesema sadaka yake ilitakiwa, unaweza kukuta Mungu amekuamuru utoe shilingi 1500. Unakumbuka ulipomalizia mwishoni? Na ndio nilionayo 1500 huko mfukoni. Ndio nilikuwa nimesisitiziwa hiyo toka usiku. Nimeikunja hii hapa, sijaigusa. Nilitamani nifanyie kitu, lakini Mungu akaniambia hapana, kwa ajili ya hili utakwenda nayo madhabahu, utaenda kuitoa kwa ajili ya hili. Nikashangaa. Sasa nashangaa mwisho nilipokuja, unapomalizia unaposema Mungu anaweza kukuambia kwa hiyo 1500 na umeishia kwenye 1500, hujaendelea mahali pengine. Nikagundua kumbe Mungu alikuwa anazungumza na mimi. Bwana Yesu asifiwe kwa Yesu. Hayo ndio maombi unaambiwa. Umeona?
Ndio maana niwaambia kuna mtu ambaye ameambiwa kitu na Mungu. Si umekiona kitu hicho? Hakuna maombi. Kama umeomba maombi yana nguvu, usiondoke bila kuambiwa kwa nini Mungu aliruhusu yale maombi. Kuna kitu ukikisikiliza ndicho kinatakiwa kifuate. Nitakuelekeza kisha sikia nini unatukufanya. Kuna watu kisha sikia. Niwaambieni kitu kimoja. Nimalize hiki. Ukiambiwa jambo lolote lile na Mungu litadai sadaka tena. Nitakufundisha. Nyanyuka. Muombe Mungu akupe neema ya kufanya haya niliyokuelekeza. Amen. Agenda kubwa nimesema, kila unapoomba kumbuka kuna mtu anakusikiliza anaitwa Mungu. Mruhusu na yeye kusema juu ya kile ulichokuwa unaomba. Sema, Bwana Yesu, nipe roho ya utulivu. Nipe roho ya utulivu Na masikio ya kusikia. Kila ninapopata nafasi ya kukuomba. Nimekuwa naomba na kukimbia. Mawazo yangu yakiwa kwenye kazi zangu. Naondoka hata bila kukusikia wewe. Matokeo yake naishi bado kwenye utumwa. Bwana Yesu, naomba unisaidie. Nijifunze namna ya kuomba. Na kusikiliza sauti yako kwenye maombi. Nisamehe Bwana. Nimekuwa mtu wa kuomba bila kupata nafasi ya kusikiliza. Tangu sasa nitasikiliza. Nitaomba, nitakusikiliza. Nifungue sasa masikio yangu ili nipate kujua na kuisikia sauti yako. Ufungue ufahamu wangu ili kila ninaposikia sauti yako ufahamu wangu ujue kutambua sauti yako. Katika jina la Yesu aliye hai, kila mzunguko niliofungiwa naomba unifungue kwa damu ya Yesu. Shika sadaka yako. Bwana Yesu, nakushukuru sana kwa ibada ambayo umetupa leo. Ninakushukuru kwa kila mmoja aliyepata neema ya kusikiliza ujumbe wa neno lako. Asante kwa maelekezo machache ya shuhuda ulizotupa kama msingi wa kujua kila mahali tulipo panahitaji madhabahu za miungu ziondolewe. Wengine madhabahu ziko kwenye ardhi tunaokaa kule nyumbani. Tukitoka kanisani tuko salama, lakini tukifika nyumbani ile miungu ya mahali tunapoishi inadai maisha yetu. Mwisho wa siku tumekuwa watu wa kuteseka. Tufungue kila tunapoomba, masikio yetu yasikie ili tupate kujua hata mazingira tunayoishi. Tunatamani kuondoka kwenye mazingira ya maisha ya miungu migeni. Tunatamani Bwana Yesu tuishi na wewe. Tusaidie kila moja kutoka kwenye vifungo. Asante kwa ajili ya ibada hii. Asante kwa waliokesha mahali hapa, waliokuwa zamu na watakaoendelea tena leo. Mungu wakumbuke, achilia nguvu kwako. Kila anayepata nafasi ya kuja kukesha hapa kwa ajili ya maombi, Bwana mkumbuke, asipoteze muda wake, bali aone maongezeko kiroho na kimwili pia. Chumi zao zipande, zifunguke, zikue na kuongezeka. Ustawi uwe juu yao katika jina la Yesu. Tuondolee hii hali ya kukaa bali tumedumaa. Tunatamani kusogea mbele. Tumefanya hizi biashara miaka mingi haziongezeki. Bwana Yesu, leta maongezo katika jina la Yesu aliye hai. Na wengine hawana kazi, Mungu naomba wafungulie fikra zao na akili zao zipate kujua cha kufanya. Baraka zako Mungu ziwe juu yao na uwatunze waingiapo na watokapo. Bwana akubariki na akulinde. Amen. Bwana akuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Amen. Bwana akiinulie uso wake akupe amani kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Basi kazi njema, Bwana atutangulie.